kuvuruga sana. Kwa hiyo pale nikatuma taarifa kwa Sheikh Sungura kwamba kijana huyu atakaje na kusikia. Inshallah nami mchango wangu nitajitolea kusomesha elimu ya makamati bure. Akimaliza hapo atasoma popote duniani, popote elimu ya makamati tofauti na tajwidi na ahkamu na sheria kule wamaliza kazi yao. Elimu ya makamati ni upangaji wa sauti, namna ya kusoma, aya gani zinasoma kwa sauti gani, ikiwa makamu gani inaenda namna gani. Hiyo inshallah billahi nitapatia bure. Tutawasiliana na mwalimu wake kisha tutashirikiana. Hamza Kondo, mwenyekiti wa taasisi ya Khababu Islamic Waqf Morogoro. Tunashukuru kwamba mashindano yetu yalikuwa mazuri, yamekwenda salama. Kutoka alivyoanza changamoto hazikosi, ndio mara ya kwanza. Tunaamini kwa msimu wa pili ambao ni mwakani tutajitahidi zaidi, kwa sababu jambo kila linapoanza mwanzo lina changamoto na huwa linapokewa taratibu kwa watu. Kwa hiyo tunawashukuru sana wanahabari na watu wote waliohudhuria kwa mwaka wa kwanza mashindano yetu ya Qur'an. Mwitikio ni kwa sababu ndo mara ya kwanza, uwezi kujaji sana kwa sababu ndo mara ya kwanza jambo aliye kufanya katika mkoa wa Morogoro, ndo mara ya kwanza. Tunategemea kwa mara ya pili mwitikio utakuwa mkubwa zaidi kuliko ya huu ambao tumeupata kwa sasa, lakini tunawashukuru waliokuja kutuunga mkono kwa sababu ndo mara ya kwanza. Tunaweza kusema kwamba tumeshinda vita, kwa sababu unapokuwa umeandaa jambo na ukapata watu kama hawa wa kuunga mkono, kwa ni kitu kizuri kuliko tusingepata watu kabisa. Mimi niseme tu kwamba hii taasisi sio ya mimi au hii taasisi ya Waislamu wote, kwa hiyo tunahitaji Waislamu watuunge mkono katika kila jambo. Taasisi hii shughuli zake ni kusaidia madrasa za vijijini, kuwapatia majuzu, masafu, kuweka masafu misikiti ya vijijini. Kwa hiyo tunaomba ndugu zetu Waislamu mwenye masafu, mwenye juzu wanaweza kutetea ofisini pale, ambapo ofisi yetu makao makuu ni hapa Morogoro Boma Road. Kwa unaweza kututafuta na unaweza kutuletea. Si lazima utupe pesa tukanunue mwenyewe tuletee. Kwa hiyo sisi tunaomba pia, na kwa upande wa wazazi tunawasa wazazi waachie watoto waende madrasa, wapate muda wa kufundisha. Hata kama ni usiku, walimu wanapatikana paka kuna madrasa za usiku, watoto waende madrasa kwa sababu ya kulisoma neno la Mwenyezi Mungu, kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwa sababu Qur'an ni dawa. Tunaamini sisi Waislamu katika hilo. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada ya rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tumeungana hapa ni vijana wetu kushindana kukihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yani nakusudia ni Qur'an. Ndugu zangu, hili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa ukizingatia na hii taasisi ambayo imekusanya hapa. Mwenyezi Mungu anaonyesha inshallah. Ama kitabu cha Qur'ani ni miongoni mwa vitabu vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kwa mitume yake, lakini katika Qur'ani kuna vitu ambavyo huwezi kuvipata katika vitabu vingine, unavipata kwenye Qur'ani peke yake. Mfano, unaposoma Qur'ani ukiwa katika swala, basi kila herufi moja unakuwa unaandikiwa thawabu 100. Kila ukisoma Qur'ani ukiwa ndani ya swala, basi herufi moja unaandikiwa thawabu 100. Sasa katika swala yako haitaweza kusihi bila kusoma suratul Fatiha. Suratul Fatiha ina herufi 156. Sasa piga mara 100. Hapo bado hujasoma sura. Sasa kama usome sura hiyo kwa ufupi namna gani? Soma Allahu au soma inna a'tayna. Ili thawabu kama ukishamaliza ibada ya swala ukiambia mzigo wako ndio huu, inawezekana ukakataa. Lakini ukiwa una udhu
msaafu umeufungua, bismillahir rahmanir rahim, la uqsimu bi yawmil qiyamah wa uqsimu bin nafsil lawwama. Hapa kila herufi moja inaandikwa herufi 50, hafamu 50 sana, kwamba Mwenyezi Mungu anaisha hukumu asiabudiwe yoyote isipokuwa abudiwe Mwenyezi Mungu mmoja, lakini na wazazi wawili wafanyiwe heshima. Wazazi wawili uwahurumie, basi wawe hai au wafariki. Inshallah walimu wa madrasa kujitahidi hili, lakini na wazazi na sisi kujitahidi kuwapeleka watoto ili wapate kujua kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, ya kuzungumza kwa mengi, lakini muda kidogo umetakhara sana. Mimi niseme tu haya ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba nimeagiza alikuwa ni mwakilisha, yani mkuu wa wilaya ndugu yetu Bwana Musa Kilakala alipata dharura ya Dar es Salaam, lakini ndio ameniagiza mimi ili hapa niseme haya inshallah.